Hujambo na karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir. Novemba 14 kila mwaka dunia ungana katika siku ya kupambana na maradhi ya kisukari duniani. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa sugu ambao mtu yeyote anaweza kuugua, ila wataalamu wa afya barani Afrika wanaonya kuhusu ongezeko la ugonjwa wa kisukari kwa kasi kubwa. Kwa mujibu wa WHO, zaidi ya watu wazima milioni 24 wanaugua kisukari. Changamoto kubwa hata hivyo ni idadi kubwa ya visa ambavyo havijagundulika, ambavyo vinakisiwa kuwa 50%. Mwenzangu James Shimanyula anatuletea mwendelezo wa ugonjwa huo wa kisukari Sudan Kusini, ambapo kando na nchi hiyo kuwa na idadi kubwa, kuna changamoto pia ya wagonjwa kupata matibabu. Takwimu kutoka Wizara ya Afya ya Sudani Kusini na utafiti mwingine zinaonyesha kuwa kuongezeka kwa kiwango cha kisukari kunahusishwa na ukuaji wa haraka wa miji, jambo ambalo mara nyingi husababisha maisha ya kukaa tu, kupunguza shughuli za mwili na mabadiliko ya lishe, yaani ulaji wa juu wa wanga iliyosafishwa, sukari na mafuta, na ulaji wa chini wa matunda na mboga. Takwimu zinaonyesha nchi ina kiwango kikubwa cha watu wenye uzito kupita kiasi na unene miongoni mwa idadi ya watu, hasa katika maeneo ya mijini. Kuongezeka kwa umri ni sababu kuu ya hatari isiyoweza kubadilishwa, na historia ya familia ya kisukari ni maumbile ya kawaida yanayoripotiwa katika jamii ya watu wa Sudan. Mfumo wa afya umedorora sana kutokana na mzozo unaoendelea nchini Sudan Kusini na kusababisha usumbufu mkubwa wa upatikanaji wa huduma za afya, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa hospitali na maduka ya dawa na kuvunjika kwa minyororo ya usambazaji. Wagonjwa wameripoti ugumu wa kupata dawa. Watumiaji wa insulin wamekabiliwa na changamoto kubwa katika uhifadhi sahihi kutokana na kukatika kwa umeme mara kwa mara. Wagonjwa pia wanakabiliwa na changamoto za kupata ushauri wa kimatibabu kutokana na masuala ya usafiri, masuala ya usalama na vikwazo vya kifedha. Zaidi ya nusu ya wagonjwa walipata kupungua kwa mzunguko wa upimaji wa sukari ya damu kutokana na maabara kutopatikana au gharama. Dr. Clement Luwaliyak, mtafiti wa matibabu na mkurugenzi mkuu wa mradi mkuu wa kisukari nchini Sudani Kusini, anaeleza ugonjwa huo nchini humo. Katika uzoefu wangu wa miaka 3, kisukari nchini Sudani Kusini kinakuwa tatizo katika muktadha si tu wa kisukari, bali katika muktadha wa kile tunachokiita magonjwa yasiyoambukiza. Tumefanya uchunguzi katika taasisi nyingi, gereza na polisi, na tukagundua kuwa watu walikuwa wanaishi na kisukari bila kujua. Wale ambao hawakujua kuwa wana kisukari wanafahamu. Kwa hivyo, kisukari ni swala kubwa sana nchini Sudani Kusini. Na ikiwa tayari una kisukari, tumia dawa zako. Kisukari si ugonjwa wa matajiri pekee, ni ugonjwa wetu sote. Ikiwa una uzito kupita kiasi, usifikirie kuwa kwa sababu una uzito kupita kiasi unaonekana vizuri, lakini unaweza kuwa na kisukari badala yake. Kugundua kuwa una kisukari inaweza kuwa vigumu, haswa ikiwa wewe ni mkuu wa familia na unapaswa kurekebisha kwa kubadilisha tabia za awali na kurekebisha mtindo wako wa maisha. Habari njema ni kwamba mamilioni ya watu wanaishi maisha kamili ya furaha yenye shughuli za afya hata wakiwa na kisukari, kama Josephat Amule Makwach anavyoeleza. Baba yangu alikufa zamani kutokana na kisukari. Hakuna kitu ninaweza kufanya.
tayari kipo kwenye damu yangu. Kwa hivyo ninatambua mazoezi na ni matibabu ya kwanza na kudhibiti lishe yangu. Ushauri wangu kwao wagonjwa wa kisukari ni kwamba ugonjwa huu wa kisukari inabidi tu ukubali kuishi nao, kwa sababu tayari upo kwenye mfumo wako wa damu. Ushauri ambao madaktari wanakupa, fuata tu kwa ukali na ufanye mazoezi zaidi. Itabadilisha mtindo wako wa maisha. Mtu mwingine anayeishi na kisukari katika mkoa wa Upper Nile kaskazini mwa mji mkuu Juba anashiriki kile anachoamini kuwa ni muhimu au kinachosaidia watu wanaosumbuliwa na kisukari. Ushauri wangu kwa watu wa Sudani Kusini ni kwamba tunapaswa kuacha chakula cha pori au mtindo wa maisha wa chakula cha magharibi. Turudi kwenye chakula cha jadi cha Kiafrika na tufanye mazoezi. Lazima upunguze kiwango chako cha sukari, lazima upunguze chumvi yako, lazima uepuke vyakula vya mafuta. Tunapaswa kufanya mazoezi ya kawaida ili kuchoma ziada ya mafuta kwenye mwili. Lam Gatwech Gulu Ak, kiongozi wa jamii katika mkoa wa Central Equatoria magharibi mwa mji mkuu Juba, ana ushauri huu muhimu na wa wakati unaofaa kwa watu wanaoshambuliwa na kisukari huko. Ushauri wangu kwao ni huu ugonjwa wa kisukari inabidi tu ukubali kuishi nao, kwa sababu tayari upo kwenye mfumo wa damu yako. Hakuna la kufanya zaidi ya kuudhibiti. Ukiudhibiti utaishi muda mrefu zaidi. Udhibiti mlo wako na ufanye mazoezi zaidi, angalau itabadilisha mtindo wa maisha. Daktari Juliet Akuku, mhadhiri katika chuo kikuu cha Juba, amesema hivi: kisukari kinaweza kuzuiwa na shughuli za mwili. Kisha pili, tunapaswa kula vyakula vyenye nyuzi nyingi. Hakuna sukari, hakuna chumvi, hakuna mafuta, na ni zaidi katika umri wa miaka 40 hadi 59. Jambo muhimu zaidi, watu hawafanyi mazoezi ya mwili na watu huenda kwa magari. Ushauri wangu kwa watu wa Sudan Kusini, tunapaswa kuacha chakula cha pori au mtindo wa maisha wa chakula cha magharibi. Turudi kwenye vyakula vya asili na tufanye mazoezi. Kisha hapo tunapaswa kula kidogo. Unapofikia miaka 30 au 40, lazima upunguze sukari yako, lazima upunguze chumvi, lazima upunguze chakula kinachoandaliwa kwa haraka. Dr. Samson Garang wa hospitali ya rufaa ya Juba, ambaye hufanya kazi kama hospitali kuu ya rufaa kwa Sudani Kusini, ana muhtasari huu kuhusu ugonjwa wa kisukari nchini humo. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa unaoendana sana na mtindo wa maisha ya watu. Watu waishio vijijini sasa wanaelekea mijini badala ya sisi tulioko mijini kuelekea vijijini. Kwa maoni yangu, hali hii imeongeza idadi ya wagonjwa wa kisukari kutokana na shughuli mbalimbali. Kwa hivyo, kisukari si ugonjwa wa matajiri pekee, ni ugonjwa wetu sote. Kwa kumalizia, inaweza kuwa muhimu kusema kwamba kwa ujumla kuna ufahamu mdogo wa umma kuhusu dalili za kisukari, kinga na matatizo yake. Wagonjwa wengi hutumia njia hatari za kukabiliana na hali hiyo, kama vile kusimamisha matibabu kwa muda, kupunguza dozi au kutumia tiba asilia wanapokabiliwa na uhaba. Kuna ukosefu wa mifumo ya huduma za afya ya kisukari iliyopangwa na yenye muundo, uhaba wa wafanyikazi wa afya waliofunzwa, na utunzaji duni wa kumbukumbu. Gharama ya dawa, vifaa vya kupimia na chaguzi za chakula chenye lishe ni kikwazo kikubwa kwa wagonjwa wengi. Vifo vinavyotokana na kisukari nchini Sudani Kusini vilikadiriwa na shirikisho la kimataifa la kisukari kuwa takriban 2968
mnamo mwaka 2021. Kufikia hapo tunatamatisha makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir, hadi wakati mwingine, kwa heri.